Kwa karne nyingi, watoto wamekuwa wakiimba nyimbo ndogo za watoto ambazo kadri muda ulivyopita zimepoteza maana yake ya asili. Kwa mfano, watoto wengi wanajua toleo fulani la shairi lililotokea mitaani mwa London, Uingereza miaka mingi iliyopita. Duara la waridi, mfuko umejaa maua, atisho. Atisho. Sote tunaanguka chini. Sasa shairi hilo dogo liliandikwa katikati ya miaka ya 1600 wakati wa mlipuko uliokuwa ukijulikana kama tauni nyeusi, na kila mstari wa kiitikio hicho kidogo unarejelea dalili fulani. Duara la waridi lilikuwa ni rejea kwa vipele vidogo vyekundu vilivyotokea kwenye ngozi. Mfuko umejaa maua ilimaanisha imani kwamba harufu mbaya zilikuwa pumzi zenye sumu za mapepo waliowasababishia watu ugonjwa huo. Hivyo basi, kama ungejaza mifuko yako na maua au waridi, ungeweza kwa namna fulani kuepuka ugonjwa huo. Antisho. Antisho ilirejelea kupiga chafya kulikokuwa kunatokea wakati wa tauni hii. Na mstari wa mwisho, sote tunaanguka chini, ulikuwa na maana kwamba ukipata tauni ulikufa. Sasa hivi ni shairi dogo lisilo na hatia ambalo watoto wanaweza kuimba wanapocheza kuruka kamba au kuruka visanduku. Lakini karne nyingi zilizopita ilikuwa wimbo mdogo wa huzuni na majonzi makubwa. Unajua, tunapokaribia vifungu vya Injili vinavyoelezea Yesu alipofikishwa mahakamani mara kadhaa, ni rahisi sana kusoma maneno hayo juu juu na tusifikirie undani wa hofu na huzuni aliyopitia Bwana wetu. Mara nyingi tunakimbilia moja kwa moja kwenye kusulubiwa, halafu tunakimbilia kwenye ufufuo bila kuchukua muda kutafakari kuhusu hizi kesi zisizo halali za Yesu na jinsi zilivyomuumiza alipodharauliwa na taifa lake. Injili ya Yohana inaendelea na simulizi na kutuambia kilichotokea baada ya Yesu kukamatwa katika bustani ya Getsemane. Kwa hiyo leo tuko katika Yohana 18 na Bwana anaongozwa kutoka bustanini hadi kwenye kile ambacho si kingine bali ni kesi isiyo halali na yenye ufisadi. Tunaambiwa hapa katika mistari ya 12 na 13. Basi kikosi cha askari na jemadari wao pamoja na maafisa wa Wayahudi wakamkamata Yesu na kumfunga. Kwanza walimpeleka kwa Anasi kwa kuwa alikuwa mkwe wa Kayafa ambaye alikuwa kuhani mkuu mwaka huo. Sasa umeona hapa kwamba badala ya kumpeleka Yesu kwa kuhani mkuu wa sasa Kayafa, wanampeleka kwenye jumba la kifahari la Anasi. Ni wazi kwamba wanatekeleza maagizo hapa, kwani Anasi yeye anataka kuwa wa kwanza kumwona huyu seremala wa Galilaya ambaye amewasumbua sana. Na kwa kweli si vigumu kuelewa kwa nini. Anasi alikuwa Myahudi mwenye nguvu zaidi katika nchi. Alikuwa amehudumu kama kuhani mkuu takriban miaka 20 iliyopita, lakini bado alikuwa na udhibiti wa karibu kila kitu cha kidini huko Yerusalemu. Alidhibiti mfumo wa hekalu, uuzaji wa wanyama wa sadaka na utaratibu wa kubadilisha fedha kwa viwango vya juu mno ambapo watu walitozwa kiasi kikubwa ili tu waabudu hekaluni. Hata anatajwa kwa cheo cha kuhani mkuu katika kifungu hiki hapa. Unajua, Yesu alipogeuza meza zile awali na kuwafukuza wale wote waliokuwa wakibadilisha fedha katika uwanja wa mataifa ndani ya hekalu, alikuwa akifichua ufisadi wa dini pale katika mji mkuu wa taifa lake. Na kwa kweli alikuwa akifichua uongozi wa kifisadi wa mtu huyu aitwaye Anasi. Sasa sheria ya Agano la Kale ilitaka kuhani mkuu atumike maisha yake yote. Lakini kufikia wakati wa Kristo, serikali ya Kirumi ilikuwa imeanza kuteua makuhani wakuu ambao walikuwa na msimamo wa kuunga mkono dola la Kirumi. Walitaka mtu ambaye wangeweza kumdhibiti. Hivyo yeyote aliyekuwa anahudumu kama kuhani mkuu alikuwa ni mtu aliyekuwa amejitoa kwao. Hakumwakilisha Mungu, bali aliwakilisha serikali ya Kirumi. Miaka kadhaa iliyopita, Anasi alikuwa ameondolewa na Warumi, lakini alikuwa na ushawishi wa kutosha kuhakikisha kwamba wanawe watano pamoja na mkwe wake sasa Kayafa wanahudumu kama makuhani wakuu. Hivyo basi, familia hii ni kama vile tunavyofikiria familia ya mafia siku hizi. Walikuwa kama mabosi wa genge la dini iliyooza na kupangwa.
Kwa hiyo Anasi anataka kukutana na huyu seremala ambaye amemsababishia kukosa usingizi usiku, unajua, labda hata shinikizo la damu kupanda. Yesu alikuwa ndoto mbaya ambayo Anasi alikuwa ametamani kuitokomeza kwa muda mrefu. Sasa basi, hapa kwenye mstari wa 19 tunaambiwa kuhani mkuu Anasi akamhoji Yesu kuhusu wanafunzi wake na mafundisho yake. Yesu akamjibu, nimesema wazi kwa ulimwengu, daima nimefundisha katika masinagogi na hekaluni, mahali ambapo Wayahudi wote hukusanyika. Sijasema chochote kwa siri. Bwana kimsingi anasema kwamba maswali ya kuhani mkuu tayari yamejibiwa kwa sababu alikuwa akifundisha waziwazi. Yesu hakufanya chochote kwa siri. Na kwa njia hii ilikuwa shutuma ya moja kwa moja iliyomlenga Anasi, kwa sababu yeye ndiye anayefanya kikao hiki cha siri usiku wa manane ambacho kilikuwa kinyume cha sheria. Unaweza kuwa na uhakika kwamba kila mtu sasa anafuatilia, kila mtu anajua Anasi ni tapeli, mwizi na mlaghai. Na wao pengine wote wameshanunuliwa au kutishwa na huyu mnafiki mzee. Sasa basi, wanaona huyu seremala rahisi kabisa akimuweka Anasi mahali pake. Sasa ngoja nikuambie, hakuna mtu anayemfanyia Anasi hivyo. Kwa kweli, mtu fulani, unajua, anakuja haraka kumsaidia huyu aliyekuwa kuhani mkuu hapa kwenye mstari wa 22. Yesu aliposema mambo haya, mmoja wa maafisa waliokuwa wamesimama karibu akampiga Yesu kwa mkono wake akisema, ndivyo unavyomjibu kuhani mkuu? Basi anajua kuwa kuhani mkuu huyu hakimu fisadi amefichuliwa na kuaibishwa kabisa, na anampiga Yesu usoni kwa nguvu. Basi Yesu anajibu hapa kwenye mstari wa 23, kama nilichosema ni makosa, toa ushahidi juu ya kosa hilo, lakini kama nilichosema ni kweli, kwa nini unanipiga? Muda fulani uliopita nilimuuliza mwanaume mmoja kanisani kwetu ambaye ni jaji wa shirikisho, nini kingetokea kama mshtakiwa angemshutumu jaji kwa jambo fulani na askari wa mahakama akageuka na kumpiga mshtakiwa usoni. Basi huyu jaji aliniambia kwamba yule askari wa mahakama naye angejikuta kwenye kesi yake mwenyewe muda si mrefu. Hili lilikuwa jambo la rushwa na kinyume cha sheria kabisa, na hilo halikutokea hapa, sivyo? Kwa kweli, mstari wa 24 unatueleza kwamba Anasi alimpeleka Yesu akiwa amefungwa kwa Kayafa, kuhani mkuu wa wakati huo. Hii ni njia nyingine ya kusema kwamba Yesu alionekana kuwa mzito mno kwa Anasi wa zamani kumudu. Maneno ya Bwana yalikuwa yamepenya moja kwa moja kwa huyu mnafiki wa kidini. Hivyo sasa Yesu labda anaumizwa, pua yake ikitokwa na damu, amechukuliwa usiku wa manane kwenda kwa mtu mwingine ambaye kwa njia naye pia ni fisadi vile vile. Na zile kesi zisizo halali za Yesu zinaendelea. Nakumbuka nilisoma muda fulani uliopita kuhusu mvulana mdogo aitwaye Michael. Alikuwa kwenye darasa la Jumapili huko Rochester, New York, na alisikiliza mwalimu wake akielezea tukio hili ambalo tumelitazama sasa. Aligundua kwamba Michael alikuwa anamsikiliza kwa makini kabisa, na alipomaliza akauliza, je, kuna mtu yeyote ana swali? Na Michael alinyanyua mkono wake haraka na kusema, mimi nataka kujua kitu kimoja tu, polisi walikuwa wapi wakati haya yote yanatokea? Nikwambie mpendwa, hata polisi walikuwa wanashiriki kwenye hili pia. Na jambo la ajabu ni kwamba Wayahudi walijivunia sana mfumo wao wa sheria, hasa mahakama yao ya juu, Sanhedrin, ambayo ilikuwa na makuhani 23, waandishi 23, wazee 23, pamoja na kuhani mkuu. Walifanya kila kitu kwa kufuata sheria. Unaweza kukumbuka kutoka kwenye masomo yetu ya Injili kwamba Yesu aliwaambia mara kwa mara wanafunzi wake kuwa angekabidhiwa kwa makuhani wakuu na waandishi na wangehukumu afe. Sasa anazungumzia Sanhedrin, mahakama kuu ya Israeli, mbele yao ambapo angesimama. Na anajua kwamba atahukumiwa bila haki. Je, unaweza kufikiria majaji wa mahakama kuu ya Marekani wakishuka kutoka kwenye viti vyao na kuanza kumpiga mfungwa anayeshutumiwa kwa kukufuru? Basi kwenye safari yetu ya hekima ijayo, Sanhedrin watafanya hivyo hivyo. Wataenda kwa Yesu, watamtemea mate usoni, watampiga kofi na kumtukana. Nikwambie ni nani walikuwa wakufuru wa kweli usiku huo? Hawa viongozi wote wa kidini, kuanzia ofisi kuu hadi mitaani, kwa kusema hivyo.
Wote walikuwa waovu. Wote walikuwa wameamua mapema jambo moja tu, kumuua Yesu. Je, umewahi kusikia kuhusu msimamo wa mfungwa huyu katika hizi kesi zisizo halali hapa? Je, unajua kwamba Yesu alikubali kupoteza haki zake za kupata kesi ya haki ili usiwahi kusimama kwenye kesi mbele za Mungu? Je, unajua kwamba alikabiliana na hasira ya watu wanafiki ili usiwahi kukutana na ghadhabu ya Mungu mtakatifu? Natumaini na naomba leo kwamba umempa maisha yako mtu huyu asiye na hatia, mwana-kondoo mtakatifu wa Mungu, mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili yako. Kweli, hadi safari yetu inayofuata, twende meli mpendwa. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.